Tanzania, nchi yenye ardhi ya kutosha, watu wenye juhudi na ndoto kubwa kupitia kilimo. Kilimo si kazi tu, ni uti wa mgongo wa maisha ya mamilioni. Lakini ili ndoto hizi zitimie, mkulima huhitaji zaidi ya jembe na mvua. Anahitaji mtaji, teknolojia na usaidizi. Hapa ndipo Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB inapochukua nafasi yake kama mwanga unaoongoza mabadiliko ya uchumi wa kilimo hapa Tanzania. TADB ilianzishwa kwa dhamira ya kuleta mageuzi ya kilimo kwa kuhakikisha wakulima, vikundi na viwanda vya kusindika mazao wanapata rasilimali za kifedha kwa masharti rafiki. Msingi wa benki hii ni kuwafikia wale ambao kwa miaka mingi hawakuwa na nafasi ya kupata mikopo au huduma za kifedha. Tukiongelea miaka 5 iliyopita na ukiongelea kwa sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa miaka 5 iliyopita hatukuwa na TADB, lakini baada ya TADB kuingia na kuweza kuamua kuishika Chauru mkono, tumekuwa na mambo mbalimbali au mafanikio mbalimbali ambayo tumeyapata. Tukianzia kwenye upande wa zana za kilimo, TADB wameweza kutuwezesha ama kutupatia mkopo katika zana za kilimo ikiwemo matrekta tunapoanza kulima, na hii imeturahisishia sana kuhakikisha kwamba kilimo chetu kimekuwa ni cha uhakika, kimekuwa ni kilimo cha wakati, na hatuna tena changamoto ya kupata zana za kilimo kuweza kuhakikisha tunaweza kulima kwa wakati. Katika safari yetu tumetembelea mikoa mbalimbali kutoka Iringa, Mbeya, Ruvuma, Tanga, Morogoro, Mwanza na kwingineko. Kila tulikofika tuliona ushuhuda wa wazi. Uwekezaji wa TADB umebadilisha kabisa maisha ya watu, kutoka mashamba ya mpunga hadi viwanda vya kusindika maziwa mpaka mabwawa ya kufugia samaki. Kila hatua hapa inaonyesha nguvu ya fedha inayowezesha maendeleo yetu. Shirika huu unajishughulisha na uzalishaji wa zao la mpunga, ambapo kwa mwaka tunakuwa na misimu 2 mpaka 3 kulingana na upatikanaji wa maji. Katika mikoa ya uzalishaji kama Mbeya na Morogoro, mikopo ya TADB imewezesha wakulima kupata mbegu bora, mashine za umwagiliaji na zana za kisasa. Matokeo yake sasa, uzalishaji umeongezeka mara 2 hadi 3. Wakulima ambao zamani walitegemea mvua pekee, sasa wanavuna kwa uhakika. Tokea mwaka 2002 tuliweza kulima kilimo hichi cha mpunga pasipokuwa na tija yoyote, kwani tulikuwa na ardhi lakini tulikuwa hatuna mtaji. Namshukuru Mungu tuliweza kuanzisha mahusiano na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB ya kuweza kutupatia fedha ya kuendesha kilimo hichi. TADB wameweza kutuwezesha na kuweza kuendelea katika kilimo chetu kwa mapana sana, kwani kabla ya TADB wenyewe hawajaanza kutuwezesha tulikuwa tukivuna mazao hafifu sana. Kwa upande wa viwanda vya kuongeza thamani, TADB imekuwa injini ya mageuzi. Kupitia mikopo ya kati na mikubwa, wajasiriamali hapa wameweza kufungua viwanda vya kukoboa mpunga, kusindika maziwa na kutengeneza mafuta ya alizeti na bidhaa nyingine nyingi. Hii imeongeza ajira kwa vijana, kipato kwa wakulima na thamani ya mazao yetu sokoni. Wametuwezesha kiasi kwamba hata vijana wamepata ajira mbalimbali. Kwenye kaushio wanaweza kufanya shughuli zao, kwenye mashine ya umwagiliaji wanaweza kufanya shughuli zao, kwa sababu maji yakipita kule watasafisha mifereji. Yote ni TADB. Vijana na wanawake ni nguzo muhimu mno katika sekta ya kilimo. Kupitia mpango wa Youth and Women Agri-Finance, TADB imewezesha maelfu ya kuanzisha miradi yenye tija kama greenhouse farming, ufugaji wa kisasa na uzalishaji wa mbegu. Hawa ndio mabalozi wa kilimo cha kisasa Tanzania. Tunashukuru sana serikali yetu ya Tanzania
kuwezesha hiyo benki kuwa na fund ya agriculture development ambaye sisi tumepata hata riba ni nafuu. Katika sekta ya mifugo na uvuvi, TADB imewekeza katika mabwawa ya samaki, mashine za kutengeneza chakula cha samaki na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Matokeo yake ni ongezeko la uzalishaji, usalama wa chakula na kipato kwa familia nyingi vijijini. Leo hii tunavyozungumza hapa, tayari ni vijana ambao hata akaunti zetu si haba, maisha yetu sio haba. Ni maendeleo ya TADB pamoja na namna ambavyo wameona ni vyema na bora kusaidia sekta hii ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Kiukweli ni biashara kubwa, ni biashara inayohitaji mtaji mkubwa, ni biashara ambayo inaripa kwa kiwango kikubwa. Kwa keji moja tu kizimba cha diameter 6 ambacho uwekezaji wake kwa awamu ya kwanza unahitaji milioni 15, mavuno yake awamu ya kwanza yanakutengenezea milioni 6, na awamu ya pili ukitoa gharama ambazo hazijirudii kama kizimba ina uwezo wa kutengenezea zaidi ya milioni 10 mpaka 11 ikipungua 9. Kwa ujumla, TADB imechochea ongezeko la uzalishaji, kuimarisha uchumi vijijini na kuboresha maisha ya wakulima. Maelfu ya wanufaika nchini wamesimama imara kutokana na uwekezaji huu. Haya ni mafanikio ya wakulima, ni mafanikio ya Tanzania, ni mafanikio ya TADB.